Asante. Kwa majina naitwa Elia Boniface Kyando, ni mteknolojia maabara daraja la pili, lakini pia ni msimamizi msaidizi wa huduma za maabara katika hospitali ya Consolata Ikonda, na pia ni msimamizi wa huduma za damu salama. Ndio. Issue nzima ninavyoongelea kuhusu damu, damu ni kimiminika cha mwili ambacho kinakuwa na kazi tofauti tofauti. Kazi kubwa ya damu ni kusafirisha hewa ya oksijeni kwenda sehemu mbalimbali za mwili. Kwa hiyo bila kusafirisha hewa ya oksijeni, manake mtu kikawaida hawezi kufanya majukumu yake na anahama kutoka kwenye uhai kwenda kwenye hali ya mfu. Kwa hiyo tunapozungumzia damu, basi tunazungumzia kitu muhimu kinachowezesha mtu aishi, mtu atembee, mtu aende chooni, kila kitu damu ndio inayosaidia. Sasa damu, tunaposema mtu achangie damu, kuna aina tofauti tofauti. Unaweza ukachangia damu ambayo tunaita damu nzima, whole blood, au mazao ya damu. Tunapozungumzia mazao ya damu, aidha mtu akachangia seli fulani za damu, labda seli chembe nyeupe za damu, seli sahani au seli nyekundu za damu. Kwa hiyo ni sehemu za mazao ya damu. Sasa tunakuja kwenye vigezo vya mtu ambaye anaweza akatuchangia damu au akamchangia mgonjwa damu. Ndio. Kigezo cha kwanza kabisa ni kigezo cha umri. Umri ni kuanzia miaka 18 mpaka 65. Sasa tukitoka kwenye umri tunakuja kwenye kigezo cha afya. Unapochangia damu wewe mwenyewe uwe unajihisi niko vizuri kiafya. Lakini tukitoka hapo, kigezo kingine ni uzito. Uzito tunaanzia kilo 50 na kuendelea. Kichele una kigezo. Tuendelee. Ngoja tuendelee. Usina kigezo una hakika? Kilo 50 kuendelea. Kilo 50 na kuendelea. Then baada ya hapo tutakuangalia pressure yako, BP, blood pressure au shinikizo la damu, inabidi liwe la kawaida, lisiwe la chini wala lisiwe la juu. Lakini usiwe na historia ya magonjwa ya kudumu, aidha yanayoambukiza au yasiyoambukiza. Ninaposema yasiyoambukiza, mfano kifafa, ndio, matatizo ya moyo, labda kisukari, mtu labda ana changamoto za hivyo. Lakini kwenye magonjwa yanayoambukiza, labda mhanga wa magonjwa ya zinaa, magonjwa ya maambukizi ya virusi vya ukimwi, manake anakuwa anakosa kigezo cha kuchangia damu. Lakini pia mhanga wa magonjwa ya virusi vya ini, hepatitis B na C, anakuwa pia anakosa sifa ya kuchangia damu. Lakini sasa kwenye magonjwa ya kuambukiza, mimi naweza nikawa nataka kuchangia damu lakini sijui kama nina hayo magonjwa ya kuambukiza au sina. Yanakuwa sijui kama nina hepatitis au sina, nina HIV au sina. Kwa hiyo inaweza ikawa ni fursa pia ya wewe kujua hali ya afya yako kwa wakati huo. Maana hivyo vipimo vyote vitapimwa. Sawa? Lakini hivyo ni vigezo vya jumla, tunaita vya haraka haraka. Lakini inabidi pia mtu awe amekula ndani ya masaa 4 kabla hajachangia damu. Yaani masaa 4 ya mwisho wewe umekula chochote. Aliniuliza swali hapa akasema wali kuku ambiwe na ugali. Unapoingia kuchangia damu, inabidi ndani ya masaa 4 wewe umekula kitu chochote. Lakini sio lazima ule chakula kizito sana kiasi hicho. Unaweza kunywa hata chai. Ndio maana pale watu tunaweka refreshers ndogo ndogo, soda, biskuti, sio lazima ule chakula kizito sana. Sawa. Lakini sasa tukitoka kwenye vigezo tunakuja kwa wahitaji. Hizo damu tunazochangia zinaenda wapi? Damu tunazochangia zina wahitaji wengi wa makundi tofauti tofauti. Wahanga namba 1 wanaohitaji damu ni kina mama wajawazito unapofika kipindi cha kujifungua. Aidha kujifungua kwa kawaida au kujifungua kwa operation. Wapo baadhi ambao wanahitaji kuongezewa damu, wengine wanapoteza damu kwa kiwango kikubwa. Kuna tukio linaitwaga PPH, postpartum hemorrhage. Yaani baada ya kujifungua anapoteza damu kwa kiasi kikubwa sana mama mjamzito ambaye amejifungua. Kwa hiyo atahitaji damu chupa nyingi ili kumsaidia aweze kurudi katika hali yake. Lakini kundi lingine ni wagonjwa wanaofanyiwa upasuaji, wanaofanyiwa surgery. Nao wanahitaji damu ili kusaidiwa kuendeleza maisha yao. Lakini wahanga wengine ni watoto chini ya miaka 5 ambao wanapata changamoto za upungufu wa damu.
pia huwa wanahitaji damu, lakini kuna ndugu zetu ambao wanakuwa wanapata changamoto au ajali, niseme wahanga wa ajali, hawa nao huwa wanahitaji damu tena kwa haraka, inakuwa haina muda wa kujisubirisha, sijui tuombe wapi. Kwa hiyo katika haya yote ndio maana tunakuja kwa wananchi kuomba damu, mtu aguswe. Ni tendo la hiari. Haijalishi anayekuwa yupo kitandani ni nani yako, lakini issue ya kuchangia damu ni utayari wako kwanza. Ukifika pale ukionyesha hauna utayari, sisi watu hatufanyi hilo zoezi, lakini tunahitaji utayari na uguswe kwa wale watu wanaohitaji. Lakini kundi lingine ni wahanga wa maambukizi ya parasite, tunaita parasitic infection. Labda mfano mtu ana maambukizi ya minyoo ya muda mrefu, huyu atapelekea upungufu wa damu, kwa baadaye anaweza akahitaji kuongezewa damu. Lakini wanaopata maradhi ya malaria huwa wanapunguza wingi wa damu kwa kiasi kikubwa sana, kwa hawa nao huwa wanahitaji kuongezewa damu. Lakini kundi lingine ni wagonjwa wa kansa za damu, tunaita leukemia. Hawa nao wanahitaji pia kuongezewa damu. Lakini kundi lingine pia ni wagonjwa wa selimundu kwa Kiswahili, nafikiri kama naongea Kiswahili fasaha, lakini kwa Kiingereza ni wagonjwa tunasema sickle cell patient, wagonjwa ambao wanakuwa na ugonjwa wa sickle